Kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV, taarifa za asiri kila wakati, na ninakuomba usisahau kuponyeza alama ya like. Habari za ndani ambazo zimetufikia sasa hivi, tunapoenda hewani kutoka Mbeya, ni kwamba rais wetu katika taifa hili la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anataka kukwepa na kuhepa mahakama ya jinai ya ICC ambayo ipo pale Uholanzi. Kulingana na vile habari hizi tumezipata, unapotazama zinasema hivi: baada ya mahakama ya ICC, International Criminal Court, kutangaza kuipa serikali ya Tanzania siku 7 kisha kutoa hukumu. Serikali ya Tanzania imekuwa ikijaribu kufanya kila mpango ili iweze kujitoa, ili iweze kukwepa hukumu na haki ambayo itakwendwa kutolewa na mahakama. Sasa jibu ambalo tunatoa ni kwamba hawataweza kujitoa mpaka haki itendeke kwanza, na ndio taratibu nyingine zifuate ICC court member. Sasa chapisho hili ni la Mjumbe Blas ambalo linaeleza wazi mipango ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kutoroka katika mahakama ya ICC, ambayo ni maajabu. Yaani, kwa sababu imetangazwa kwamba baada ya kesi kuwasilishwa katika mahakama ya ICC na kesi nyingine ya Afrika Mashariki kuwasilishwa katika mahakama ya Arusha kuishitaki serikali ya Samia Suluhu Hassan waweze kuondolewa mamlakani na kuchunguzwa dhidi ya mauaji ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana, Suluhu na serikali yake wanataka kuweka mipango, kwa sababu wameweka mikakati kuhakikisha ya kwamba Tanzania imeondolewa miongoni mwa mataifa yale ambayo yako chini ya muungano wa mahakama ya ICC. Kumaanisha wanataka kutoka mahakama ya ICC ili kukwepa kushitakiwa, kuhukumiwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria kwa sababu ya mauaji yaliyoshuhudiwa Tanzania. Kwa hivyo ni mipango ambayo ipo kulingana na vile tumeweza kuangalia chapisho hilo, wazi kwamba Suluhu anataka kutoroka ICC. Ikumbukwe ICC iliweza kujiandikisha kama mwanachama katika mahakama ya ICC mwaka 2002, na tangia wakati huo hadi sasa hivi wao ni wanachama katika mahakama ya ICC. Sasa kwa nini wanataka kujiondoa? Hayo ndio naomba tukaweze kuangazia, mtazamaji, na vile tunaona ni kwa sababu ya kesi hii ambayo inaikabili serikali ya Tanzania. Watu wengi waliweza kuuawa wakati wa maandamano na baada ya uchaguzi katika taifa hili la Tanzania. Sasa wanaona huenda hatua kali ziweze kuchukuliwa kwa wale ambao waliweza kuhusika. Samia mwenyewe aliweza kuthibitisha wakati alikutana na wazee kule Dar es Salaam, akasema ya kwamba kuna wale ambao wamekuwa wakilaumu serikali yake kwamba walitumia nguvu zaidi wakati wa kupambana na maandamano,
na yeye akasema haingewezekana, ilibidi vyombo vya dola na serikali yake kutumia nguvu, kwa sababu nguvu ambazo mnasema ni chache ama kidogo ambazo zingetumika ni zipi, wakati watu walikuwa tayari kupindua serikali yangu. Hayo ni matamshi ya Samia mwenyewe, sio yangu. Kumaanisha, akadhibitisha kwamba wale ambao walitekeleza maovu na mauaji sio wengine ila tu ni vyombo vya dola, na wale ambao waliweza kuangamizwa kupitia risasi, wengine kupigwa na kuuawa, kuna bado miili ya Watanzania haijapatikana kufikia sasa. Kwa hivyo wanahofia huenda ICC itachukua hatua kali na kuitisha idadi ya watu waliuawa Tanzania, wako wapi, wamezikwa wapi, sababu ni zipi, familia zingine bado hazijakabidhiwa miili ya wenzio. Sasa haya ndio yamesababisha mipango na mikakati kuwekwa kuhakikisha ya kwamba Tanzania imejiondoa katika kuwa mwanachama wa ICC ili kukwepa yale ambayo tunasema ni adhabu kali ambazo zinaenda kuchukuliwa kuadhibu wale ambao waliweza kuhusika katika mauaji. Lakini kulingana na mrengo wa upinzani unadai kwamba zaidi ya watu maelfu waliweza kuangamia. Tumeona wanaharakati wakisema ni maelfu ya watu waliweza kuangamia, lakini idadi kamili haijatolewa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tukaona Samia akiteua tume ya kuchunguza ili kujua chanzo na ni kwa nini walikuwa wanaandamana. Na tayari sisi kama Watanzania tunajua Watanzania waliandamana kwa sababu Tundu Lissu aliweza kufungiwa kuwania kiti cha urais na mpina wa ACT Wazalendo, naye pia alizuiliwa kuwania kiti cha urais, jambo ambalo liweza kusababisha Samia kuwa kwa debe peke yake ambaye ako na umaarufu wa kisiasa. Ndio maana watu walikuwa wanaandamana. Hii mambo ya kuchagua tume ni kuharibu kuona ni wastage of resources. Hela zile ambazo tunatoa kama kodi hapa Tanzania ndizo zinatumika vibaya, kwa sababu majibu tayari yanajulikana. Na tumeona katika mikutano ile ya tume ile ambayo ni ya Samia, watu wengi wakilia wakitafuta usaidizi waweze kupata wenzao, wengine wakilia kwamba walijionea watu vile wanapigwa risasi. Lakini tunaamini ya kwamba hakutakuwa na uwajibikaji na haki pasipohusishwa mahakama ya ICC ili kusaidia Watanzania. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa unatazama na bado hauja subscribe, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana na kwaheri.